huyo mtu mwingine anayekuja aje analetwa kwa sababu hao wagonjwa ni viwete, hawajiwezi, ana uwezo wa kukimbia. Wanaona namna ya kusema kwamba mpaka tulivutana, ana uwezo huo. Ina maana kuna aliyekuwa anamwaisha na mdumbukiza. Kwa nini wewe ambao umeshajitahidi, umeshafika karibia kabisa na mama, si bora hata umepata hata mtu akusukuma tu? Ina maana alisaulika na kabaliwa. Mmeona kwa nini tunamstari mama? Amen. 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 Okay, hebu tuangalie kipengele cha leo kidogo. Somo linasema vitu vya kujiombea. Vitu vya kujiombea. Na maana kushapata vitu vingapi ambavyo unatakiwa kuwekea mkazo kuviomba? Shida wanafunzi nini? Ndio maana mnafeli. Wewe useme mimi nilivyokuambia, usiniambie ulivyopata wewe. Umepata vingapi? Vitatu ndani ya vinne. Kwa sababu jana tumepiga viwili. Na kwenye kuandika kwenye kitabu kinachoandikwa, hivyo havijaunganishwa, kila kimoja kiko peke yake. Ukataliwa kwa peke yake, kusawika kwa peke yake. Jana tumeunganisha vitu viwili. Na ni vitu ambavyo hatuviombei watu wa Mungu. Ili tunaona ni sawa tu. Kama kwa sababu nimeamka niko naenda kwenye kazi, niko naenda kwenye biashara. Kwenye biashara naenda kumuzia nani? Lazima uombe Mungu akupe awali. Kuna mahali ambapo mimi sina namna ya kufika, lakini akipatikana mtu akanisemea mbali, nitakwenda hata kwa kushika mkono. Hata kama sijui lugha inayozungumzwa huko, nitakwenda tu ili mradi kile nilicho nacho kinahitajika pale. Haleluya. Amen. Haleluya. Imani katolea mfano, hakuna namna ambavyo Daudi mchunga kondoo angeenda kwenye nyumba ya mfalme Sauli kupiga kinanda. Kinanda anakijua, anapiga tena vizuri kabisa, lakini yuko huko porini anachunga kondoo. Sasa singepatikana mtu wa kusema jamani, tumemuona kijana kwenye nyumba ya Yese kule, yaani akipiga kinanda hili mambo yanakaa vizuri. Alisemewa, wakamuingiza mle, lakini yote ni dili la Bwana analitengeneza ili aenda akaribia na sufuria lake. Amen. Leo tutaangalia kucheleweshwa. Hii ya kucheleweshwa ina lengo moja. Ana maneno mengi, lakini nataka nikwambie hili. Hii inalenga kukukatisha tamaa. Inalenga kukuchosha. Inalenga kukukatisha tamaa na kukuchosha. Hata Biblia inasema hivi, kilichotarajiwa kikawia, moyo unafanya unaungua. Kwa hiyo hii hali ya kucheleweshwa hii inalenga kukukatisha tamaa. Inalenga kukuchosha, useme basi kwenda ndaikia nini Bwana, ili ukate tamaa na ukatie tamaa kitu ambacho ndicho kilicho kimebeba maisha. Ndicho kinalenga kukufanikisha wewe ili ukikatie tamaa. Kuna siku nafikiri nimekuja hapa nikasema hivi, tutoke kwenye hali ya kujifariji kusema kesho ni siku na mwezi wa 11 si mwezi. Kitu ambacho Mungu amenikusudia nikipate mwezi wa 10 nikipate kwa jina la Yesu. Nisianze kusema na mwezi wa 11. Ya mwezi wa 10 ya mwezi wa 11 haiwezi kuwa mwezi wa 10 hata siku moja. Ndio maana kama huu ni wakati wa kupanda mazao, huwezi kusema ngoja mimi nitapanda mwezi wa 12. Usi ni wakati wa kupanda. Na maana mwezi wa 12 tunatakiwa kuwa tunapangilia yale mazao yetu. Wewe unasemaje kwamba tunaenda kupanda? Ina maana ushaenda nje ya majira. Ndio maana inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Mhubiri
Mhubiri sura 3 mstari wa 1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila wakati kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua, wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa, wakati wa kujenga. Na maana kuna wakati, kila kitu kina wakati wake. Ninachotakiwa kukipata leo, kama nitashindwa kukipata, hakitajirudia. Okay. Biblia inasema kwenye kitabu gani kile anachosema Bwana ataturudishia miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na parani. Sipo. Sikiliza. Mungu akurudishie era. Akurudishie era uliyotakiwa kuipata leo, kwamba hujaipata, kwamba tunaenda tarehe 20 kwamba akurudishia era ya leo. Anakupa neema ya kukusaidia kufanya vitu ambavyo ukifanya vitu vikufikishe ambapo hapa ulipolitakiwa kuwa, ikiwa ungefanikiwa kwa wakati ule. Lakini ile pesa ndio haiwezi kuja tena. Okay. Kama nilitakiwa kupata labda milioni 5 mwezi wa 6, sikupata. Sasa nimekutana na mstari, Mungu anarudisha miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na parani. Ninaanza kuomba kwa ajili ya mstari. Mungu atanipa milioni 5 ambayo nimeikosa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Ili kumbe kutokea mwezi wa 6 kufika leo nilitakiwa niwe mkononi mwangu tayari na milioni 10. Atakachokifanya Mungu, ananipa neema ya kufanya vitu vitakavyoniwezesha mimi kupata kile kiwango ambacho yaani kuwa kwenye ile stage ambayo nilitakiwa kuwa. Ila ile milioni 5 ya mwezi wa 6 ni kwamba nilipita kama na sikuipata. Kama nitakiwa nipeleke mtoto shule tayari nilishaenda. Na nielewa lakini. Amen. Naona watu hawajaelewa. Angalia kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 12. Zaburi 90. Zaburi ya 90. Utaelewa tena katika vipengele vyepesi, hiki ni vyepesi kuliko vile vingine. Utaelewa. Amen. Anasema basi tujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima, utukumbushe. Basi utujulishe au tukumbushe kuzihesabu siku zetu. Kumbe zinapita, hazikai. Huwezi kuhesabu kitu ambacho kipo. Tunahesabu kitu ambacho kinapita. Atukumbushe kuhesabu siku zetu, kwamba nisikae nikarelax nikajua kwamba nilivyo leo ndivyo nitakavyokuwa kesho. Hata mama huyu alikuwa msichana mdogo, tena kabindi kidogo kafupi, leo hii ni bibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii hali ya kuchelewa inalenga ikuchosha na ikukatisha tamaa, kwamba nilitarajia ninapofanya hii biashara nitapata kiwango fulani, nifanye jambo fulani, sasa sijapata. Au nilitarajia kwa kwenda niahidi kwamba mwezi fulani atanipa ile pesa yangu nifanye jambo fulani. Anakuambia yani nilitaka nikupe ile yako, lakini kuna jambo fulani na fulani viliingiliana, nimeshindwa kukupa. Kwa kuna kitu ulikuwa umekitarajia hapa utakifanya, mwisho wa siku unakata tamaa. Basi bwana. Basi. Angalia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Anasema hivi, Paulo anatuambia, anasema nilitaka kuja kwenu mimi Paulo mara ya kwanza, mara ya pili, lakini shetani akatuzuia. Nilitaka kuja kwenu, nitaka nije, lakini shetani amefanya nini? Akanizuia. Ina maana huyu Paulo huyu ndio nilitarajia nikutane naye, ninapokutana naye nifanikishe ule mpango wangu. Sasa nimezuiliwa na shetani mara ya kwanza,
nikasema labda mwaka huu atakuja na mwaka huu ajana. Je, kile ambacho naikitarajia ninapokutana na Paulo nikifanya, nimekifanya? Ina maana ninakata tamaa, nachoka, nasema basi Bwana, sio tunasemaga hivi, sio riziki, sio mpango wangu. Mungu akipenda, Bwana, sikiliza, hizo kauli zitoe kabisa katika kinywa chako. Mungu alishapenda zamani. Sema Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee. Kwa hiyo Mungu alishapenda, anapenda ufanikiwe. Ndio maana sema mpenzi, na Mungu ufanikiwe katika mambo yako yote. Anapenda uwe na afya yako, anapenda uwe na ghorofa na majumba mazuri na maisha mazuri, anapenda uwe katika hali nzuri. Mungu alishapenda. Kwa hiyo hali ya kwamba Mungu akipenda, nataka apendeje sasa? Apendeje? Alishapenda. Bila ni shetani anatuchelewesha. Akichelewesha ili uchoke ukate tamaa, hilo jambo likatie tamaa, useme ngoja basi nitaka nifungue biashara, basi Bwana ngoja niache, ngoja niendelee tu na kufanya hivi vitu vidogo vidogo. Sio kweli. Kuna hali ya kukatishwa tamaa na kuchoshwa ili kwamba usije ukafika mahali ambapo unatakiwa kufika. Kwa hiyo ukiona kile unapojaribu kufanya jambo linagoma, ukijaribu kufanya hivyo na nikuta kitu kinaenda ndivyo sivyo, jua kwamba hapa ninacheleweshwa. Ndio maana Yesu anamwambia yule mgonjwa, hapo tunaambiwa kwamba anasema hali Yesu amekaa katika hali hiyo siku nyingi aliyeje. Kuna hali ya kucheleweshwa. Huyu mtu alikuwa anajituma, anapambana, anajivuta, anakaribia mlango wa birika, lakini wanakuja wanamuotea ili kumchelewesha. Na kwa sababu anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Ili birika lilikuwa linatibuliwa mara moja labda kwa mwaka sijui, lakini anasema malaika anapotibua mtu akiingia anapata magonjwa yake yote. Sasa majira ya kutibuka yale, ya kutibua ile birika likishapita, sio namna ya kupona tena. Yale majira ya kulima, haya majira ambayo ya kuvuna yakishapita, mimi sitaona nitavuna wapi? Majira ya kupanda yakipita, mimi sijapanda, nitatoa wapi tena faida? Ni kwa sababu sikupanda yale majira sikupanda. Kwa nini? Kuna hali ya kuchelewa. Kwa kila jambo kuna wakati wake. Huyu alicheleweshwa miaka 38. Fikiri hiyo miaka 38 kuna wenzake walikuwa wanatoka watu wanaondoka. Kama mama jana ametuambia, roho ya kusahaulika. Wewe ni mfanyakazi bora, wanakusahau. Kama ni wewe unatakiwa upewe na zawadi zako. Ngoja nikwambie, kwa kila jambo kuna wakati. Huyu mama ni mfanyakazi bora mwaka huu. Kama hiyo zawadi ilikuwa na shekeli, hiyo shekeli ilitakiwa imfaidishe mwaka, na alikuwa na uhitaji huo mwaka. Sasa mwaka huu amesaulika. Ni kweli ameandikwa ni mfanyakazi bora, mwaka umepita, anakuja kukumbuka mwaka huu. Hiyo hela ina kazi. Ni kweli ananunulia nguo, tutakula na kitimoto, tutafurahia, lakini ile hali ile pesa ilitakiwa imsaidie kwa wakati ule. Yale majina aliteseka. Kwa sababu kwa kila jambo kuna majira yake. Yale majira ambayo yalikuwa ndio ya wewe. Ngoja nikukumbushe. Ni mfano bora tuna. Ngoja nikukumbushe. Ile siku ile mwaka ambao anatakiwa kufanya kazi bora, aliandaliwa na sherehe, vigelegele, wafurahie, wafanye nini. Lakini kwa sababu amekuja kukumbuka kwenye majira ambayo sio ya kwake, alienda kupokea zawadi kama mtu wa kawaida sana. Ulipikiwa na pilau? Unapewa kitu kama mtu wa kawaida tu. Yaani hakuna shamrashamra yoyote, haipo. Lakini heshima ilikuwa ni ya mwaka jana. Ndipo mbingu zinakuwa zinataka kukutukuza. Ndipo mbingu zilikuwa zinasema sawasawa na kitabu cha Esta 6. Anasema afanyiwe nini yule ambaye mfalme apenda kuheshimu. Mbingu zilipenda kuheshimu. Wakataka wakutunuku kwamba huyu ndiye mfanyakazi bora. Na maana kulikuwa na kasherehe. Na maana kulikuwa na makofi na pigiwa. Kulikuwa na kuangaliwa kwamba huyu ni mtu tofauti katika sekta fulani. Inakuja kupewa ile zawadi kwa wakati yale majira yenye shangwe yenye furaha yenye vigelegele yamepita. Nasema kwa kila jambo kuna majira yake.
Kwa hiyo hii roho ya kuchelewa inavuruga mpangilio. Nilikuwa naweza nikakipata ni milioni ndio nilitakiwa kupewa. Wamekupa milioni lakini sio kwa wakati, mpangilio umevurugika huko. Na haitakuwa na yani hiyo haitakuwa na thamani kama ambavyo ungeipata kwenye majira yale. Wangapi wananielewa lakini watu wangu. Sawa. Kwa hiyo unapoona vitu haviendi sawa, jua kuna namna unacheleweshwa. Kuna hali fulani unacheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza kwa Wakorintho 16:9. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9 anasema hivi: Mfunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Mfunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wa kupinga. Wako wengi wa kupinga. Hii hali ya kucheleweshwa inakuja kwa sababu katika mlango Mungu amekufungulia mlango mkubwa. Huu mlango au wanakupinga ili upishane na majina. Mlango ishafunguliwa lakini wanapindisha majira yako. Wanapambana na wewe. Wako wengi na sio wachache. Kwa unapoomba usiombe tu kama vile ni mtu wa kawaida. Unaweza kuwa unaonekana ni wa kawaida sana huko nje. Huko nje tunakuona ni wa kawaida tu hivi. Unaona Lydia ni wa kawaida, lakini nataka unitazame kwa mtazamo wa kimbingu. Hata kwa watu wanaweza kuwasomesha kwenye vikao vyao. Lakini mbinguni sio tu kwenye vikao, ila uko hapa kwenye kitanda cha Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Na ile kwamba pumzi ya Mwenyezi bado iko ndani. Ujue wewe sio wa kawaida. Kwa hiyo unaweza ukasema sasa mimi kwa kweli hivi nina nini? Yaani hivi mtu apambane na mimi nina nini? Sikiliza, anasema kwa kuwa umekuwa wa thamani hivi tunakijua nini? Hata wanawake na vijana wanaelewa vizuri. Kama kwa chombo chako kizuri ile glasi au sana, uangalie unapoiweka vizuri. Hapo tu ni chombo cha kawaida yani. Na unawaambia mtu akuse hapa. Tumieni vyote lakini hapa. Ninatoka siku kwa siku. Yaani mgeni atakayekuja akatolewa hiyo glasi ya anaheshimiwa huyo. Sasa Mungu anasema kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu. Yaani wewe machoni pa Bwana ni wa thamani. Sio machoni pa watu. Hilo ni karibu. Sio machoni pa nani? Ni machoni pa Bwana. Na maana kisha kuwa wa thamani machoni pa watu pa Bwana. Watu wananisumbua nini? Sio wanisumbua. Amen. Wanasema umekuwa wa thamani machoni pangu. Na sio tu kwa thamani na mwenye kuheshimiwa. Mjumba anaweza kusifahamu. Lakini mbele za Bwana mimi naheshimiwa. Amen. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana anasema nitatoa watu na kabila za watu, sio tu kabila lako, sio tu majirani zako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo wewe vita unazopiganiwa nazo, mapambano unayokutana nayo ni kwa sababu wewe ni wa thamani na ni mheshimiwa mbele za Bwana. Na yule mheshimiwa Bwana anataka kumheshimisha, kumweka mahali, lakini wapo wengi wa kupingao. Kwa hiyo unapoingia kuomba usiombe kama vile wewe ni wa kawaida. Huku nje jione huko unapoonekana kwamba ni wa kawaida, lakini jielewe wewe sio wa kawaida. Amina. Amen. Amen. Kumbukumbu la Torati ile 8. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8. Kumbukumbu la Torati ile 8 mstari wa 2 anasema, nawe utakumbuka njia ile kubwa, njia ile yote Bwana Mungu wako
aliyokuongoza miaka hii 40 katika jambo, ili akutweze kujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika zake au sivyo. Kumbuka miaka 40, hii ni njia ndefu. Walicheleweshwa wakiwa kwenye kipimo. Ndicho anachofanya shetani, anakuzungusha ili ukate tamaa, ili uchoke, ili usiendelee tena nalo, unaacha. Na sisi tukishajaribu mara ya Bwana tafuta namna nyingine. Sio kweli. Shetani anakuzungusha, anakuchosha ili ukatie tamaa. Hicho ambacho unataka ukikatia tamaa ndicho kilichobeba majibu yako. Hapo ndipo Paulo anakuinukia. Usikate tamaa, inuka, piga hiyo roho ya kucheleweshwa. Kila kinachochelewesha fursa zangu, kila kinachochelewesha katika njia zangu nisifike mahali ambapo nitakuwa kuwa, kwa jina la Yesu nakiondoa katika njia zangu zote. Haleluya. Haleluya watu wangu. Haleluya watu wangu. Huyu mgonjwa amekaa kwenye miaka 30 ngapi? Wenda alitakiwa atoke kwenye miaka 2. Wenda alitakiwa atoke akiwa na miaka 5, lakini mpaka imefika miaka 30 na ndio maana yeye alichochoka, alichakata tamaa. Wewe unajua mtaji wako ni mtu wa kusaidia kuingia. Ndio unakutana na mtu anakuuliza unataka kuwa mzima, maelezo yanaenda mengi, unajua nini yani mwenzako. Yaani sina mtu wa kulindia bilikani, kila ninapojaribu anakuja mwingine. Ni kwamba atakata tamaa huyu. Anaona kutoka mwaka mmoja mpaka mwaka 38. Kama angekuwa hajakata tamaa wala kuchoka, angesema yani hili ndio ombi langu ndio kwa nisubiri. Nisubiri wewe hata usisubiri kunishika, wewe sukuma ndoa na kwa miguu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini atukuzwe Yesu. Wengine walikuwa wanasubiria maji yatibuliwe waingie kwenye birika. Yeye hakusubiri kuingia kwenye birika. Alipokuwa na Yesu aliambiwa nifanye gulo lako ondoke. Ugonjwa ulimwacha. Kama wengine wamezoea njia fulani, wewe njia kwamba haitakuwa hiyo katika jina la Yesu. Hatutakariri ngoma za maisha. Wengine wanasema mpaka wasome mpaka vyuo vikuu, lakini kwa Yesu si wa thamani machoni pa Bwana. Anaweza akatuingiza mahali ambapo hata kama ile elimu haizungumzi hivyo, anatuingiza kwa ajili ya heshima ya jina lake katika jina la Yesu. Daudi alikuwa anasoma kwa nani? Yusufu alikuwa amesoma kwa nani mpaka hao wazee mkuu? Ila tu njia za kwamba mpaka uje na siri zako, tukiingizwa na Yesu hakuna kwenye maelezo ya kuelezea kwamba tumekuaje, imekuaje, imetokaje. Ni kama yule mgonjwa wa miaka 40 anasema mimi sijui. Nilichojua na nilikuwa sioni, ila saa hii naona. Imekuaje hiyo mimi msiniulize, ila yule ndiye aliyesababisha ni kama hivi. Hata kama umechelewa kwa muda mrefu, wote nikwambie ni vipi amefanya ni kweli mazingira ya ruhusu, lakini kwa kuwa kwa thamani machoni pa Bwana, atakuwa na kuinulia watu na kabila za watu watakao kuelezea mahali unapotakiwa. Kila ambacho mbingu imewekeza ndani yako kinatakiwa tu watakitaka mahali, na ukienda hapo njia moja itakuwa ni mlango wa wewe kuinuka na kufanikiwa katika maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna mtu mmoja anaweza kusema ndio wao wataabishaji watu wa baraza kusema azungumza kwa lugha ya Yesu ya kutabishwa Yesu. Sasa kama watumishi wanapewa hela ya kazi gani? Anauliza. Kama na wale kuuliza. Hivi ile bahasha tunatoaga kwa kazi gani? Anauliza hilo swali na mtu anamwambia direction. Lakini anauliza hivi watumishi wanapewa ile hela ya nini? Yaani kana kwamba sisi hatuna tunachofanya. Ila wao kwa sababu wamesoma sana na wana mavyeti yao yale, wanastahili kulipa ule mshahara. Ila sisi tunaonekana tustahili. Unajua kwa nini hana majibu? Kwa nini baba tunapewa? Sheikh kujua kuna mtu anapewa mshahara labda ni milioni 1 kwa mwezi. Mwingine anapewa mshahara 500 kwa mwezi. Lakini kama Mungu ana kitu anataka akifanye kwa mama, anaweza akakuwa
ukaenda wiki moja ukapewa milioni 2. Sasa maswali ndio wao hawana kwamba kwa nini wanapewa, yaani kwa nini hapewe hii hela? Yeye hawezi kuwa na majibu, anafikiri sisi tunalipwa kwa sababu nimesimama. Hatulipi kwa sababu tumesimama. Ila yeye anayejua ni nini tunachotakiwa kuwa nacho. Ndiye anatulipa, ndiye anafanya, ndiye anatengeneza njia. Anasema mtu akinitumikia na Baba wa mbinguni atamheshimu. Kwa hiyo wanasubiri tu na vyeti vya bongo waheshimika kwa heshima ya dunia. Sisi tuheshimikane kwa heshima. Na hata ukitafuta hizo calculation kwa namna ya kidunia mwezi kuzipata. Kama mtu anapiga mwezi anapewa kitani, yeye anapewa milioni, yeye anapewa milioni wiki moja. Na hesabu zimekaa kando. Huyo ndio Mungu. Amen. Maelezo yake hayaelezeki. Amen. Hayaelezeki. Hakuna namna, ndio maana nakwambia usikalini wewe na neno la Mungu. Ushikilie neno la Mungu kama neno la Mungu ndio pumzi yako, neno la Mungu ndio uhai wako, neno la Mungu ndio chakula chako, neno la Mungu ndio maji yako. Neno la Mungu likipite ndani yako, likae ndani yako, likikaa ndani yako, lenyewe litakuongoza, litakuendesha, litakuelekeza namna ya kwenda, kwa sababu wakati wengine wanatafuta njia walioizoea ya kwamba 2 kujumlisha 2 ni 4, lakini mbele za Bwana inaweza ikawa 2 kujumlisha 2 kama 22 katika jina la Yesu. Huyo ndiye Mungu. Wa samaki 5 na mikate 2. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe umetupa chakula. Makapu yamejaa. Huyo ndiye Bwana. Kwa hiyo usikalili funga, usikalili haya maisha. Watasema moja ndio huyu tulikuwa tunamuona anapita tu na kikapu. Tulikuwa tunamuona na kabeli kama anaenda kwa Nimrod. Ile mmoja anasema kule kwa Nimrod nilikutana naye. Akasema naye habari za maisha yangu. Akanieleza namna ya kunenda. Akanifundisha vitu vya kujiombea. Leo nimeomba kwa baba ya pesa. Leo nimeomba kwa baba ya fedha. Leo nimeomba kwa baba ya kusaulika na kukataliwa. Na mbingu zimenikumbuka na watu wamenikumbuka. Leo siko pale tena. Nimesogea, nimepeleka hatua nyingine. Sio naomba tena mimi ni mtu wa thamani machoni pa Bwana. Na Bwana ameniketisha mbele ya wakuu katika jina la Yesu. Wewe sema na Mungu kwa maana lidai usiwe na mashaka naye. Unajua kama ushakwenda mahakamani, hakuna mbaya huwa anashtakiwa kwa sababu ya huyo amesema ndiye ameiba mbele yangu. Kwa sababu ya kifungu cha sheria namba 25 unahukumiwa. Si ndivyo wanavyosema? Kwa nini hawasema? Kwa sababu umeiba kuku, umeiba peni ya fulani, tunakufunga. Wanasema kwa sababu kutokana na kifungu cha sheria namba 2 sura ya ngapi sijui, unahukumiwa 1, 2, 3, si ndio? Kwa hiyo na wewe kutokana na Mithali 2:3, kutokana na Yeremia 20, kutokana na Mwanzo 1, ndio utakayosimama nayo, ndio utakayokuwa inabadilisha maisha yako. Sio habari za biashara unayofanya, sio habari ya elimu ulionayo, ila ni habari ya kwamba hapo mwanzo alipoziumba mbingu na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Roho Bwana alipotulia juu ya vilindi vya samawati, akasema iwe nuru, na nuru ikaonekana ni njema. Akagawanya nuru na giza, ikaonekana siku ya kwanza. Hivyo Bwana akishaituliza roho yake juu yako, akaanza kugawanya mambo ya miti mbaya, mambo ya kawaida ya kidunia. Akagawanya kwa sababu roho wa Bwana yuko juu yako, anakuondolea ukame, anakuondolea ukiwa, anakuondolea giza, na wote wanaoshindana na wewe wanashindana na Bwana. Anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa katika jina la Yesu. Kwa hiyo ishi na neno, ishi na neno linalokuja kwako lidake kwa maana. Usiseme asijui itakuwaje. Kwa maana. Amen. Sawa sawa, nasema nawaambia watoto
Pembeni kuna wageni wanakuja. Mama tuandae mchele kilo ngapi? 5. Na viti nafikiri niweke 3. Sina uhakika mtakuja. Wao tunasema kuna wageni wanakuja. Sasa hao wageni wao tunajua idadi. Wako 10, wako 20. Mbona tuambie tuweke 3? Na maana ushaanza kuwa na mashaka juu ya ile neno. Ushaanza kuwa na mashaka rohoni. Na yeye anasema kwenye imani ya kustasita na furaha naye. Asema imani ni kuwa na hakika. Kuwa na uhakika unapotaka neno kutembea na hilo. Amen. Dishikilie. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa nilikuwa nawaambia, leo mtu akaniambia tunaandaa ibada ya kusifu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu. Itafanyika tarehe 9 mwezi wa 11. Pale kwenye ukumbi wa pale Segerea pale ukiona panda mlimani pale Magereza. Mtu akaniambia, "Si unaonaje mtumishi tungetafuta tu ukumbi fulani na bei yake ni nafuu?" Kaambia umesema ukumbi fulani na bei yake ni nafuu. Nikaambia mimi ninaowaona watu wanatakiwa kuja kwa ajili ya Bwana, wanatakiwa kukaa kwenye ukumbi huu. Sasa mbona hela tutapata wapi? Katika mlima wa Bwana itapatikana. Mimi ninachokwenda naenda kupata ukumbi na mtangazo kwenye tarehe fulani. Itapatikana wapi mimi sijui. Mungu akikupa wazo hategemei una nini mkononi. Anataka upige hatua ili alete nifanye njia. Haleluya. 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 Kila siku tulikuwa tunakuja na vitaa hapa vidogo tulikuwa tunaviweka hapa. Hamwambia Mungu, umesema Mungu ni nani sana na giza litaweza. Kuna kama giza litataka kuniweza. Huko kwingine tunapokwenda hivi vinatufaa kwenye vyumba tudogo. Tunaenda kwenye makanisa na kufanya. Na zile vitaa kitu tumeshamshuhudia. Simeletwa jana tumezitoa kwenye maboksi yao. Tumefungua 3 hapo watu wameshafanya. Sio mimi, ni Bwana. Haleluya. 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 Yaani nyinyi ndio mmezindua. Tumezindulia hapa kweli. Ni Bwana anafanya. Wewe una mashaka na nini? Nimekwambia unapoona vitu haviendi, jua kuna hali ya kucheleweshwa ili ukate tamaa. Uache na hicho ambacho adui anakusukuma ukiache ndicho chenye majibu. Usikubali. Piga, nasema nitaka kuja kwa mara ya kwanza mara ya pili mimi Paulo shetani alinizuia. Nilitangulia kuambia kwenye utangulizi ule kwamba shetani hawezi kuja kama mimi hivi. Shetani anajificha nyuma ya matukio. Hizo hasara unazoziona, hayo misukosuko unayoiona ni shetani amejificha. Ndio maana nasema shetani alinizuia. Unafikiri shetani alikutana naye wapi? Alimwambia hakuna kwenda. Ila alikuwa anajua kuna ukasikia tena kuja na kusa kibali. Huyu ni shetani kwa sababu anajua kuna mpango anaenda kufanikiwa kule. Wewe ndio maana anawaambia nitaka kuja kwa mara ya kwanza, mara ya pili mimi Paulo. Shetani alinizuia. Kwa hiyo unavyoviona ni shetani anakuzuia usifike kwenye mafanikio yako, usifike kwenye hatima yako. Kwa jina la Yesu tunapiga mikono ya shetani anaachia hatima yetu. Anasema kuja kwa wake mdarimu. Zaburi ya 10 mstari wa 15. Kuja mikono ya mdarimu kabisa katika jina la Yesu. Aachie na tunafika kwenye ndoto zetu. Naomba simama. Simama. Yesu. Haki zetu nyingi zimecheleweshwa. Kuna vitu vingi vyetu tulitakiwa kuwa navyo hatuna ni kwa sababu vimecheleweshwa. Inua mkono wako mbele za Bwana. Tumeisha kuwa na muda wa watu kwenda kazini. Sema Baba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ulilolituma kwangu ili nivuke na kufanikiwa. Asubuhi ya leo najinyenyekeza kwako Mungu wangu. Kila haki yangu iliyocheleweshwa kwa namna yoyote na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninaidai haki yangu. Kila aliyeshikilia, kila kilicho cha kwangu, asubuhi ya leo achia kwa jina la Yesu. Achia haki zangu, achia haki yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kudai haki yako, mwambie Baba, chochote kilichokuwa cha kwangu na kimecheleweshwa, chochote kilichokuwa cha kwangu adui anakichelewesha, amekishikilia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba,
kwa jina la Yesu. Roho ya kucheleweshwa, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Waambie Bwana, achilia malaika zako wanisaidie. Nimesema na kupelekea msaada toka patakatifu pako. Baba, tuma malaika zako wanisaidie, wanitoe maana niko cheleweshwa, maana niko zuiliwa kwa damu ya Yesu. Haki zangu zote ziachiliwe, baraka zangu ziachiliwe, kila kitu cha Mungu kilichocheleweshwa mahali na kwenda kwenye ulimwengu wa roho na haribu kazi zote za ibilisi. Chochote kilichocheleweshwa kiachiliwe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Shika sadaka, shika sadaka yako. Shukuru Mungu kwa ajili ya sadaka yako. Mwambie Baba, ikiwa kuna sadaka zilitolewa kwenye madhabahu za giza ili nicheleweshwe nisifike kwenye hatima yangu kwa wakati, mwambie Mungu nisaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, sadaka yoyote iliyotolewa na kwenye madhabahu za giza ya kwamba kutuzuia tusifanikiwe, na iachilia damu yako ya thamani. Mungu ukatufungua, ukatutoe kwenye mikono yao, ukatutoe kwa tulikoshikiliwa, sadaka zao zibatilike na kutenguliwa. Tunasimama na sadaka ya damu yako ya thamani ya agano jipya. Mungu nakusihi katika jina la Yesu. Baba, asubuhi leo tunapoachilia sadaka zote kwenye madhabahu yako, tunaomba Baba neema ya kukumbukwa, tunaomba neema ya kuachiliwa, ili Baba mtakatifu tupate kuvuka tena katika jina la Yesu. Vilipocheleweshwa vikaachiliwe, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Zawadi ya mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Bwana pokea sifa hizi Bwana, tena zibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Amina. Kwa kubariki sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe ambao wametumia kuwatia kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Jioni tunakuwa na kipindi cha maombi, kwa hiyo kupendeza karibu kwa ajili ya kipindi cha maombi. Asubuhi mara nyingi watumishi wangu wanakuwa na neno, jioni anakuwa na muda mrefu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapohitimisha ibada jioni, pata muda karibu tena kwa ajili ya maombi. Wakati hapa tunakwenda kuadhimisha ibada yetu.